Bila shaka utakuwa umewahi kukutana na watu ambao wamoja wanakasirika kwa wepesi, wengine wanafurahi kwa wepesi sana, na wengine wanachukua maamuzi yao kwa mihemko na hisia. Lakini pia umewahi kukutana na watu wengine ambao kabla ya kuchukua maamuzi wanafikiri kwa kina sana. Wakati mwingine wanataka kuwa wakimya sana na wanataka kuwa na muda wa kufikiri na kutafakari wakiwa peke yao. Sasa je, umewahi kujiuliza ni kwa nini? Sasa ninakusihi ukaribie katika kipindi hiki cha Daily Wisdom Series ambapo tunajifunza namna ya kugundua vipaji na kuvigeuza kuwa ajira. Karibu. Leo ninazungumzia kuhusu ubongo wa binadamu ambapo ukiuelewa unaweza pia ukaelewa kwa nini unafanya matukio unayoyafanya, au kwa nini rafiki yako au jirani yako au ndugu zako wanafanya vile wanavyovifanya, hata wewe mwenyewe. Ndio, katika tafiti za saikolojia, Roger Sperry ambaye kwa Kifaransa wanamuita Roger Sperry alifanya utafiti wake ambao ulikuwa unajikita sana kwenye ubongo wa binadamu, na akagundua ya kwamba kwenye ubongo wako na ubongo wangu kuna sehemu hizi mbili ambazo zinafanya kazi, na ukichukua mkono wako unaweka hapa mbele hivi, yani kwa upande wangu hapa nitakuwa na sehemu ya kulia na sehemu ya kushoto, na hivyo na wewe ukafanya hivi unaweza ukapata sehemu zile mbili. Kwake anasema ubongo wako una sehemu mbili ambazo alizita hemisphere, yani nusu tufe ya kulia na nusu tufe ya kushoto. Sasa anasema hivi, anazungumza ya kuwa katika maisha yako matendo unayofanya aidha yanatawaliwa na ule upande wa kulia au upande wa kushoto. Utawajuaje wanaotawaliwa na sehemu ya kushoto ya ubongo wao? Hawa ndio wanaotafakari kwa kina, wanataka wapate muda wa kufikiri sana kabla ya kufanya uamuzi. Lakini sasa vipaji vyao vinaweza vikaendana na nini? Vinaweza vikaendana na kazi kama vile sayansi. Wanaweza kuwa walimu wazuri wa mathematics, wanaweza wakaiongoza vizuri, lakini wanaweza wakafanya physics, kemia na mambo mengine ambayo yanahusiana na yale mambo ya kutafakari kwa undani zaidi. Kazi wanazoweza kuzifanya pia, wanaweza kuwa ni walimu wazuri wa falsafa, wanafikiri kwa undani zaidi, na wanataka kuwa peke yao, wanataka kutafakari wakiwa na muda wa kutosha. Uamuzi wao unakuja marahaba tu na unakuja baada ya muda mwingi sana. Lakini wanaotawaliwa na sehemu ya kulia, sasa wao wanafanya maamuzi yao kwa mihemko na kwa hisia. Ina maana wao hisia ndizo zinaongoza, mihemko ndiyo inaongoza, na mara nyingi inasemekana kwamba huu ndio ubongo unaotawala sana wanawake. Lakini hata kama haijakuwa na kweli ndani yake, wengine wanasema kuwa ule ubongo wa kushoto ndio unaoitwa ubongo wa wanaume au ubongo wa wanasayansi. Sasa katika ile sehemu ya kulia, hawa ndio unaowakuta wanalia kwa wepesi, wanafurahi kwa wepesi, wanakasirika kwa wepesi. Yani wanaweza kuwa ni wanamuziki wazuri kwa sababu hisia wanazivuta kabisa na kuzileta katika maisha yao. Wanaweza kuwa ni wanamuziki wazuri, wanaweza kuwa ni wacheza sanaa wazuri, lakini pia waigizaji ambao wataigiza vizuri sana, kwa sababu ukimwambia chekesha anachekesha, alie analia, akasirike anakasirika. Sasa hizi tabia zote unazoziona katika maisha ya binadamu zinatokana na aina gani ya ubongo inayotawala ubongo wako. Kwa hivyo unaweza ukawa na vigezo au sifa fulani au tabia fulani zinazotoka kwenye sehemu ya kushoto na zinazotoka kwenye sehemu ya kulia, lakini kutakuwa moja inayotawala nyingine zote. Sasa sijui wewe umegundua ni ipi inayotawala ubongo wako? Mimi nitafurahi kusoma kwenye comment. Usahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.